Leo hii ningependa kuongelea swala la vita zinazoendelea katika guba za kati ya Asia pale, ambayo yanasababisha upungufu wa mafuta na meli kutokufika. Ila nchi yetu kama Tanzania na serikali ya Mama Samia imejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba mafuta kama nchi tunayo ya kutosha, na pia kuna meli ambazo zilishafika, na pia wanaendelea kufuatilia vizuri kabisa mwenendo wa meli ambazo zilikuwa zinatakiwa zipakie na kuja kwetu sisi hapa. Kwa upande wa serikali, kwa kweli imejitahidi kila sekta, kila idara, kuanzia upande wa Wizara ya Nishati, Wizara ya Fedha, upande wa TRA na pia EWURA na TBS, wote wameungana kwa pamoja na sisi hapa wauzaji wa mafuta binafsi ili kuhakikisha ile partnership kati ya serikali na private sector inaendelea kukuza. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ni kwamba fursa ya biashara iliyokuwepo Tanzania bado inaendelea kujikuza kwenye sekta ya mafuta kwa kupitia serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Ushauri wangu kwa serikali kwa hivi sasa ni kuendelea kuhakikisha mafuta yapo, kwa sababu tukianza kuogopa kwamba bei inapanda duniani kote, hiyo ni shida ambayo iko duniani kote, na sisi kama Watanzania pia inabidi tujipange kukutana na hiyo shida, kwa sababu sisi pia tunaishi katika dunia hii, na tuiunge serikali mkono pale ambapo serikali itaona kuna unafuu, inaweza katoa upande wa ruzuku au kupunguza pengine kodi za aina mbalimbali. Serikali itachukua hatua stahiki, lakini sisi pia kama Watanzania tuhakikishe tunakuwa wazalendo, tunakuwa watulivu na tunaendelea kuiunga mkono serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Hapo mwaka jana katika sekta ya mafuta tulikutana na matatizo mengi, haswa mafuta kuingizwa nchini kiholela na kuuzwa kiholela, ambayo ilikuwa inasababisha serikali kupoteza mapato yake. Lakini sisi kama wananchi na wazalendo tuliamua upande wetu kuishauri serikali kuhakikisha kwamba haya mafuta yanapoingia nchini yanafuatiliwa kwa kupitia BL number, ambayo ndio chanzo cha ufuatiliaji wa mafuta yote. Serikali imetusikia, na baada ya kutusikia sisi imeweka mikakati ambayo inahakikisha kwamba mafuta hayatoki nje ya depo au bohari bila kulipiwa kodi. Tumeona mwamko mzuri, na pia tumeona biashara inazidi kukua kwa kuwa mafuta halisi sasa yanaingia sokoni, na yale ambayo yalikuwa yanakwepa kodi hayapo tena, hayaonekani. Kwa hiyo naishukuru sana serikali kuchukua wazo langu na kwa ujumla kuhakikisha kwamba inatekeleza kwa ufanisi kwa kupitia idara zake za kiserikali. Kwa majina naitwa Richard Lameki, ni dereva bajaji wa kituo cha Super. Mimi kwenye swala la mafuta ya vyombo vya moto imetuasili vibaya mno. Mafuta zamani tulikuwa tunanunua 2800, sasa hivi imefika kama 3830 hivi. Sema kweli jambo linatuumiza sana kwa sisi madereva bajaji. Kuna bajaji tunazozimiliki sio za kwetu, ni za mabosi zetu, na tunapeleka hesabu kwa kila siku 20,000. Asilimia mingi ya wateja wetu wametukimbia kweli. Yaani unaweza kumwambia hapa na posta kama ile zamani kwa naenda kwa shilingi 6,000. Sasa hivi akija ni hata kama ameamua ku request tunapokea, tunafika kule lazima tunamlilia sana, tunamuomba, tunamwelekeza jinsi makato alivyo na mafuta tunavyonunua, lakini anakuwa tuelewi. Kesho na kesho kutwa unakuta anaamua achukue daladala tu tunapoondoka kazini. Kwa sisi madereva bajaji hapo limeshatumiza sana. Ukiangalia tuna familia, tuna watoto wanaenda shule, unaona ndio tunavyoishi. Bosi analipa 20,000, boti na inategemeana na utendaji wako wa kazi. Kusema kweli kama makato ya boti yanatuasili sana. Unakuta mbeba abiria hapa na posta tunalipa shilingi 6,000, boti na unaweza kulipa shilingi 2,000 au 2,200. Kwa hakuna kitu kinachoambulia, na hapo bado tunahitaji kwenda sheli. Kwa tunaiomba serikali kama inatujali na kututekeleza, tunaiomba itupunguzie swala la mafuta. Na upande wa Bolt tunawaomba sana sisi madereva bajaji
asilimia makato wanayotukata waweze kutupunguzia.